Mbona nina nyumba? Ninakosea nini? Mambo madogo yanaleta huko Jagali. Manyembo! Manyembo! Naam. Kwa Jagali mwana Kibalo Kibete. Aha, babu. Ndiyo. Karibu sana. Chante. Weye mateso unaoyapitia yanakustahili. Maana umeonesha ushembe mkubwa sana vitani. Babu. Ndiyo. Mimi nakuelewa sana. Hichi kifungo ambacho mimi nipo, nimekuwa nikipitia mateso mara kadhaa. Na hata nikijaribu kutoka nje, hata kwa sekunde moja tu, nimekuwa nikiumia sana na hilo ujua. Afadhali wewe mwenzangu unalimudu na unatembea. Kwangu limekuwa kama moto wa jahannam. Wewe usilete ukojagare. Usilete ukojagare kabisa. Ukisema uweshi ukatoka katika kifungo, unakuwa unanidanganya. Kumbuka miaka 2 iliyopita nyuma, uliweza kujiokoa katika kipindi kigumu sana. Linakushindaje jambo dogo kama hili? Sasa unanisaidiaje kwenye hichi kifungo ili niweze kutoka na kuendelea na mambo mengine? Habari ya kusema wewe unayepambana naye ni mgumu, huko ni kujilegesha. Katika chama chetu hakuna mtu laini. Watakuteleza. Ukisubaa kidogo watakuteleza hivyo. Kama ungali ukumbuka ule mateso haya yasinge kukuta. Hakuna shiki nyembule kapwele, shiki nyembule pwili, wote hao wasinge kuchumbua wewe. Sasa jaribu kupakua katika ile mikoba yako. Huo mkoba ni makwambio maushau. Jaribu kupakua. Kuna kitu utakiona. Wewe mtoto mdogo, ukikiona tu utajua kwamba ni msaada. Tuna harama zetu. Ukiangalia unajua. Ukiangalia humo, ukichukua kitu hiko kitakusaidia sana, utatoka kwenye mtego. Sawa, nimekuelewa mzee Gojagare. Nitakwenda kufanyia kazi hilo jambo kwanza hivi sasa. Lakini pia niseme asante kwa kunikumbusha. Sio kusema asante tu. Maana kushukuru sio kutimisha mambo. Unatakiwa ufanyie kazi. Sileti tena mguu yangu hapa. Nimatoka huko mpaka nimafika hapa, jasho linanitoka. Unaona hii? Jasho. Sasa nikiondoka sirudi. Na ukicharau wewe, familia yako, mali yako zote zitateketea. Nimekuelewa mzee. Haya, mimi naondoka. Maana safari ya kutoka Sumbawanga hadi hapa si mchezo. Ungalikuwa wewe angekuteleza njiani. Nimeacha mambo yangu kwa sababu ya ulinga wako. Unapenda kucharau kitu. Kwa hiyo mimi naondoka, ufanyie kazi. Haya, koja gani mwana Kibaru. Koja gani mwana Kibaru. Lambwi. Hata hivyo muda mwingi umepita sana. Au akakazee kachendo katakuwa kamejisahau. Kameamua kuachilia. Hebu ngoja nijaribu. Aja! Asala makanyola walai. Bado akajaachia. Ila ngoja nifanyie kazi hicho ambacho nimeambiwa na mzee Gojagare. Ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi inavyogonga, tabasamu lako jua linapo. Come on. Ai, Unacheka? hicho ndio ulikuwa umekisahau. Nimesahau nini? Yaani wakuniacha peke yangu mimi kweli? Mwanaume nafanya kila kitu mwenyewe yani. Afu unachukulia sawa kabisa. Naelewa kuwa umejisikia vibaya Kata.
lakini wewe mwenyewe pia unajua changamoto iliyotokea. Kwa hiyo nilishindwa kabisa kurudi kwa dada Jose. Lakini kabla sijaondoka nilipita kwako sikukukuta. Kwa hiyo nilishindwa kabisa kurudi nyumbani. Ikanibidi niondoke kwa dadangu mkubwa. Lakini pia nimerudi nimeenda kwa dada Jose sijamkuta. Kwa hiyo nimekaa hapo nimeboeka, nimeona tu nije kwako alau. Nakujua. Huwezi kukosa cha kujitetea. Na vile unajua nakupenda sana, basi ndo unajisanua mwenyewe. Kitaalamu wanasema kwamba you is my temperature. You make me hot when I feel cold. Kwa hiyo nakupenda sana. Nakupenda pia babangu. Sawa. Sasa muda unatoka nyumbani naelekea hapo gengeni. Nikachukua hivi samaki, nikalumagia na ugali kidogo. Kwa hiyo mama mtu, kwa kuwa nimekuona, basi twende wote gengeni. Afu then turudi nyumbani, tukale ugali afu nikupeleke kwa sister. Atakuelewa tu. Sawa. Come on. Kajua nako kana kwarula. Naona kazi wapo kazini. Mkulima wangu za shughuli. Sio mkulima tu, ni mtu mpambanaji. Na sio mpambanaji tu, tole pambana maisha gise gabadai gabize masoga. Hivi wewe, ona nchukuliaje labda? Yaani mimi naamka mwenzo najipuna hivyo dilo. Saa 11 nakuja shambani kuja pambana ili maisha yetu tuyatengeneze. Halafu unakuja sasa hivi kweli jua limesha waka kweli hivi. Wewe unakuwa zingua brother. Kupichona zingua. Hivi Kipe, unajua sometimes mimi sitaki kurudia maneno ujue. Yaani unapoongea jua unaongea na nani? Mimi kaka yako. Kwa angalia na kauli za kuzungumza na mimi. Eti kaka. Yaani kitu ambacho hujakijua hapo, tunazaidiana tu visekunde, umeona? Yaani pacha, tunazidia tu sekunde. Sasa usianze kuninyanyata. Haya, mimi hapo nimezungumza kibaya kipi? Au nataka waanze kunikata makwenzi? Mimi nimezungumza kibaya kipi? Ona basi huruma mtoto wa mwanamke mwenzio. Sasa nisikilize. Unajua kabisa mimi nina oda ya kupeleka kuni sehemu. Napanga mimi najua naliokaga pale kwenye basketi, nimechukua basketi na zangu poli, nafika kule poli, naangalia panga silioni. Sasa kwa nini umeondoka nalo? Unajua mimi nina oda ya kupeleka kuni kwa matilie pale. Ngoja kwanza wewe. Hivi na maana hivyo vikuni ambavyo unaenda kuviuza, wewe unapata tu kijero. Hicho kijero kinasaidia nini? Unapenda vile vya ghafla hivyo. Waya mazao yote tunayo vimavima hapa hivi vinanasi tukivivuna. Basi tunajikwamua kabisa kwenye life letu.
Odo. Unatoka wapi? Nimetoka mtaani kutembea tembea kwa sababu nilikaa mpweke. Kwa hiyo nikaona nitoke ninyoshe miguu. Nakuuliza tena. Unatoka wapi? Kaka. Kwani mimi naweza nikakudanganya? Ni kweli nimetoka kutembea. Unatoka kutembea, si ndio? Na ule ambaye ulikuwa umesimama naye ni nani? Kaka, mimi nimesimama na mtu? Mimi mbona sijasimama na mtu yoyote? Yaani toka ninaanza safari yangu mpaka narudi, hakuna mtu yoyote niyesimama naye. Hujasimama na mtu, si ndio? Siku hizo umekuwa muongo eh? Sawa. Safi. Hii mbona kama so? Au nimeshtukiwa? Kaka namweza, yaani nitafanya vyovyote vile asijue nimetoka wapi. Kwa sababu mimi najua angeniona lazima angenifuata. Ngoja tuone. Wewe tu bize na kukatakata vikundi. Bila regea bana. Wewe unagubu sana mdogo wangu wewe. Kwa hiyo wewe unaniko na nje na mwana kwako na kulizo alifananisha mimi na mwanao. Ndio na tukule wako ndio. Sitageuza vikazi kule na kwa liva tu kila siku. Uvivu na uonesha wewe unafikiri kionesha mimi ungejifikiriaje? Unafikiria pale tu wazazi wako walikuelekea makaburi. Wewe ndio kwanza una hata mtoto mmoja, utavunja hicho kiuno, alafu dakika za mwisho mimi naonekana mimi nimeteleza ajali hizo. Sasa unahisi mimi hiyo hela naenda kuuza kule kuni, sina tusaidia kwenye mboga? Wewe utakula nini? Unalumanga ugali wewe? Kau. Asila za mimi wewe kipe. Ataka kuniua bure kipe. Za mimi wewe kipe. Chuki yani. Alafu nasikia ukirudi uoshe ule mtungi. Ushachafuka yani. Jamadi ya kumbushe. Uchambue na zile furu sawa? Utoe dongo, mimi ndakuwa nishageuka, najua au chelewe hapo. Kama ni vidudu mtu vimo kwenye mtungi tutavinywa wote. Wewe unaona kama mikono zako zimebemenda wewe kufanya kazi. Sawa. Ngoja. Na hivyo vifu unavyozungumza, si vitolei miba. Navipika hivyo ujue kabisa mimi nina hasira. Kenge kabisa yake. Vitu vitakuwa vinafanyika vya ajabu. Eti utakufa kizazi hauna. Kizazi hauna. Yaani kama bado tu, kama ipo tu. Na siri ya mtungi anaijua kata. List _ genius. Na hapa nalima wangu sasa sila ziishi hapa. Yaani kila nikiwaza moja ikai mbili haisimami. Why? Mtu anajua kabisa amemwacha ndugu yake, umeona? Na kama sasa umeshafanikiwa, si bora mrudie muendelee kula mafao pamoja. Mtu anatokomea kabisa kama ameenda kwenye limongo. Nimekaa kule nikaona itakuwa ukamu. Bora niseleleke hata tauni nikamtafute. Lakini kila nikipiga hesabu zangu nazunguka huku na huku, najitahidi nafanya vishughuli labda nitakutana Elodi. Nakutana tu na mamtu mengine ambao hata siyajui. Watakuwa wameshadate huyu kiepe.
Yaani bwana, hata ningezaliwa mwenyewe kuliko mateso unayoyapitia. Unazaliwa na kaka lako, bado alijali umuhimu wa mdogo wake. Sasa hili kitu gani sasa? Hizi ni maajabu. Kipe, kama umeshafariki basi niambie, nijue. Nikishajua mirudi kijijini kaendelea kupambana na maisha yangu. Ni masuala ya mjini wapi na hadi kukajaza hivi vitu mimi. Kwanza negea mwendo unanyong'onyea. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idha farakta famsab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kwanza dada, nikupe pole sana. Mdogo wako ana matatizo makubwa sana, na huyu anayetumia mwili wa mdogo wako kama makazi ya kuhifadhia viumbe vyake ndo anamtesa zaidi. Kwa hiyo inapoelekea utampoteza mdogo wako. Ustazi, una maana gani? Unamaanisha mdogo wangu atakufa? Ya. Na Ustazi, dada, namaanisha mimi nitakufa. Ustazi, naomba unisaidie. Dada, aufi mdogo wangu. Ustazi, naomba unisaidie. Uwezo wa kukusaidia mimi sina, ila ni Allah tabaraka wa taala, na ili aweze kukusaidia lazima ujikurubishe na ibada. Mwenyezi Mungu anapenda kusifiwa na mja wake, na kingine, mwisho wa ubaya ni aibu. Nakumbuka mara ya mwisho hapo umekuja umeongea maneno mengi sana ambayo kwamba umenifedhesha kwa mke wangu. Kama na mimi ningeyapokea na kuyaweka moyoni, leo mdogo wako ningemtibu. Ustazi, mimi ni binadamu, sijakamilika. Naomba tu nisamehe. Labda nikupigie magoti. Nipo chini ya miguu yako Ustazi. Haitokuja kujirudia tena. Na kuomba kizati kutoka ndani ya moyo wangu. Naomba unisamehe Ustazi. Ustazi, nitilie mkazo hapo hapo. Naomba msamehe sana dada yangu. Kutoka moyoni nimewasamehe kabisa, na Mwenyezi Mungu aipokee dua. Na kingine, unapofikishiwa taarifa usifanye maamuzi kwa haraka. Fikiria kabla ya kutenda. Ustazi, mimi nashukuru kwa kunisamehe. Kingine, Mungu akupe moyo huo huo kwa kutusamehe sisi ambao tunakukosea. Naomba tuwe nyumbani. Bana, nilikuwa nataka kupika, ndio ikatokea changamoto hii tukaona tuje huko. Inshallah. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya. Odi. Shangazi. Karibu. Shikamoo shangazi. Marahaba shangazi, karibu kwenye mkeka. Na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau. Anti, karibu nyumbani. Asante shangazi. Dada Sima nimemkuta. Dadako hujamkuta. Dadako na rafiki yangu kijiji cha pili kwa kaja kumchukua akamsaidia kukata michikichi. Sawa. Lakini anarudi muda gani? Siwezi kukudanganya. Siku ya kurudi sijui. Si unajua kazi ya michikichi ilivyokuwa ngumu? Wakati wamalize, sijui wafanyeje, wapange. Sijui siku ya kurudi. Lakini akirudi leo utamuona, akirudi kesho utamuona. Siku yoyote akirudi utamuona. Basi saa nitamsubiri atakapofika tuondoke kwenda nyumbani, maana tumemkumbuka sana.
Sasa akiondoka nitabaki na nani? Mwenye nimeshamzoea yule. Kwa sababu ile kijana wangu kichawi ameshaondoka muda. Hajarudi mpaka leo. Kwa kuwa mmeamua kutawanyika, haya nitabaki peke yangu. Sasa nitafanyaje sasa? Shangazi bwana, usiwe hivyo. Dada samahani. Na saizi salama. Kwa majina naitwa Josephina. Natoka mtaa pili kutoka hapa. Mimi nilikuwa na shida na kazi. Kama nyumbani kwako unahitaji mfanyakazi au kuna mtu yote unayefahamiana naye anataka mfanyakazi, nilikuwa naomba unisaidie. Huu mwaka wangu sasa. Maana kila mtu ninayekutana naye anataka kazi. Kila mtu ninayekutana naye anataka kazi. Usijisikie vibaya mimi kuongea hivi. Lakini nilikutana na mwenzio kama wewe, lakini yeye nahisi maisha yake yamevurugika kabisa. Mimi nyumbani kwangu sihitaji mfanyakazi. Ila na rafiki yangu ana sehemu yake ya cheleani, yani anashonesha manguo haya. Alisema anahitaji mfanyakazi wa kufanya usafi pale. Hiyo kazi utaiweza? Ndio nitaweza. Hata akinipa kazi ya kudeki, kufua na kufanya usafi pale nyumbani kwake. Tashukuru sana, maana itanisaidia. Sawa. Tunaweza kuongozana. Haya, asante. Kaka, mimi kuna kitu nataka niongee na wewe. Unajua tangia nimeweza form 4 nipo tu nyumbani na kazi ya kufanya. Kwa hiyo mimi naomba angalau hata ungenitafuta mafundi cherehani, ningata kujifunza kushona kuko kukaa nyumbani hapa inakuwa leti maana yoyote. Nisikilize kwa makini. Wewe ni mtoto wa kike. Sihitaji utoke uende sehemu yoyote. Sijui kutafuta kazi, sijui cherehani, wapi na wapi. Kwa sababu wewe hapa unakula, unavaa, unapendeza, unasuka, yani kila kitu unakipata. Yani mahitaji yote mimi nakutimizia. Leo hii unajiona kwamba umekuwa unataka kutoka kwenda kupambana. Hiyo kazi tuache sisi wanaume. Obi Simba, oili chafu. Sijachoka bado kukupambania. Kwa hiyo nataka utoke hapa uende huko wakutie mimba, urudi uanze kunipa mzigo wa kwanza kulea mimba ambayo baba hata hajulikani. Kaka bwana unazingua. Au ndio kisa kwanza kisa kuliona jua. Wewe mwenyewe kangu una kazi ambayo inaeleweka, ondoka usiku na urudi usiku. Ani una kazi ambayo inaeleweka, lakini angekupa mamangu babangu hapa, yani nisingekaa kizembe kama ninavyokaa sasa hivi hapa. Kaka mimi nafanya hivyo kwa ajili ya future yangu baadaye. Sio kwamba mimi nitakaa kila siku nyumbani, nataka siku moja mimi la geto langu. Ama sio kukaa nyumbani mimi kaka imenichosha, mimi nitakuwa mtu mzima. Kiswahili ambacho nimezungumza ni Kiswahili fasaha. Nadhani umenielewa. Kwa sasa kama unataka kufanya maamuzi yako wewe, likija kukutokea jambo lolote mimi sihusiki kabisa. Si kama unanielewa hapo? Hapa yenyewe naona unanichanganya. Kwa nyenyuka uende ndani. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Wenyewe Nunu. Bwana wewe nakuja. Leo mvua itanyesha kwangu. Subiri. Katikati ya bahari kuu. Hii ni ya tsunami. Hii ni
shoga yangu. Naona leo mjomba wako kuruhusu kutoka. Yaani wewe uishui Nongwa. Nisipokuja unaongea, nikija kama hivyo nalalamika. Ndio leo mfungo nimekuwa huru na nimekuja nina mengi. Sio kusalimia tu. Pia tena. Kila unapopita nunu halafu utaji kwa wema. Ukiangalia binti bado mdogo, hata ndoa hujaingia. Hivi kunavyozani familia nani itakupokea wewe kama mkwe? Utaolewa wapi? Wapi utastirika? Unaambiwa sifa mojawapo ya binti au msichana ni stala, lakini wewe kutwa nunu alafu ni umbea tu na utaji. Labda nikuulize, tangu uanze kuwa mbea au kuwa na hivyo vitu vyako vya umbea umefaidika na nini? Au labda una nini kusema hiki najivunia nimekipata kutokana na umbea? Badilika. Yaani mimi kama rafiki yako, kama kweli mimi ni rafiki yako kabisa, hiyo tabia siipendi. Yaani naongea kutoka moyoni, naumia ninapokuja kuambiwa huyo uko kasutwa, huyo uko kapigwa. Sipendi. Badilika Nunu. Umetumwa? Au siku hizo wamekufanya umekuwa kidege posta? Kama hilo ndio lilokutoa huko kwenu kuja hapa kunipa ushauri, shoga yangu umebuma. Mimi umbea siwezi kuacha. Na kuuliza kuhusu faida ninazopata. Kwani wewe uone kama nimepata usta? Maana sema kila unapopita unasikia jina langu. Uone raha. Labda useme umekuja na lingine. Au umekuja na ule mchango wangu wa shule. Kweli sikio la kufa lisikii dawa. Haya. Mimi kuhusu shughuli yako kwanza sitoweza kuja kwa sababu mazingira nyumbani wewe mwenyewe unayajua. Labda kuhusu mchango nitakupatia. Nitabana pale vile anavyoniachia mjomba nitakuletea. Lakini kuja sahau. Hapo hata sishangei maana sio maneno mageni kutoka kwako. Huo mchango wako tu unatosha. Ila usijali ndugu wangu. Kutoa mchango tu nitakupaisha shule nzima utajua kama mimi na wewe BFF. Haya, mimi hapa kwako tunaishafika. Kama ni ng'ombe katoka machungani kaingia zizini. Kama kuna chochote kitu kitoe hapo tule au kama kuna karata lete tucheze. Karata zipo shoga yangu. Ila iko chochote unachokiulizia hakipo. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitokushukuru. Ndio maana leo niko hapa kwa ajili ya kukushukuru. Nashukuru sana kwa kumleta binti yangu hadi nyumbani. Sema niligafilika kukuuliza. Kuna kitu kinanitatiza sana. Ulimkuta katika mazingira gani yule mtoto na kumpatia msaada wa kumleta nyumbani kwangu? Ningependa unijuze. Mimi nimekuelewa. Isipokuwa tu sisi ni waja. Tunapaswa kusaidiana kwa kila namna yoyote ambayo mwenzako likimkuta jambo. Na swali lako la kuhusiana na binti yako kwamba nilikutana naye vipi ama nilimkuta kwenye hali gani mpaka kwamba namleta kwako. Mimi nilikuwa naelekea mahala. Lakini mbele yangu nikamwona binti yako naye anatoka sehemu anakuja huku nilipokuwa nimetokea mimi. Ghafla tu hatua kadhaa nilimwona binti yako amedondoka. Nikasogea pale mahala alipodondokea. Bahati nzuri nilimkuta kwamba ana ufahamu wake. Ile nibidi nimuulize, nini kimekukuta? Akanielezea. Na kwenye maelezo yake alinifahamisha kwamba wapi anakaa. Kunifahamisha tu kwamba ni kwako. Nikaona si vema kumwacha na kumwambia elekee. Nikamleta mpaka nyumbani kwako. Nashukuru sana. Sema asante sana. Hivyo ndivyo takiwa wanadamu tuishi. Sawa. Kama ilikuwa ni hilo majibu yake ndo hayo. Maana ulikataa hadi kuingia ndani ukasema tu unataka kuongea kwa ufupi na mimi. Kwa hiyo niseme tu karibu tena. Asante sana. Basi mimi naweza kuondoka sasa. Nadhani itakuwa ni vyema na nikikusindikiza. Inshallah. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba na kila mtu anaogopa.
Ni changamoto gani ninazopitia kwenye huu mji? Mimi si nimetoka na maji hapa. Hivi hata kama ni mtu kachukua kweli, dakika 2 hizi nilizoingia ndani. Ni nini hiki? Mwenyezi Mungu, nakuomba uniepushe na hii mitihani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zumuni na kusimamisha hapa na kutaka kuelekeza kwa zile taarifa nilizokupatia kuhusu binti yako. Kwani binti yako ametenganishwa mwili wake na nafsi yake. Na hiyo nafsi yake imepelekwa katika sayari nyingine. Na hiyo sayari imewiana na mwezi, na sio mwezi tu, bali ni mwezi mwekundu. Hivyo hakikisha katika maelekezo niliyokuelekeza uyafanyie kazi. Sawa. Nimekuelewa kwenye hayo maelekezo. Lakini ni kwa nini tusingekuwa wote kwenye kulifanya hili? Hapana, kwa mimi haitawezekana. Wanaotakiwa katika hilo swala ni ndugu zake wa damu. Yaani namaanisha ni baba au mama. Kwa hiyo unaweza ukalibeba hilo kwa sababu una vinasaba na damu na yeye. Sawa. Lakini naona kila leo mitihani inazidi kuingia. Ni kweli tutavuka kwenye hili? Uwezekano mkubwa wa kuvuka upo, ila usikate tamaa. Ukiweka udhaifu katika moyo wako, basi maadui zako watakushinda kweli. Nashukuru. Nitafanya kama ulivyoelekeza. Nitakuona kwa wakati mwingine. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo